waliingia maagano, tulichanjwa chale bila kujua. Kila unapotakiwa kupenya unazuiliwa. Waganga wa kienyeji ni mawakala wa kuzimu. Ibada yote inayofanyika ya waganga wa kienyeji, tambua kwamba familia tayari kwa huo wakati inaungamanishwa kuzimu. Shida, dhiki na matatizo vinatuandama, tunashindwa kupenya, ni kwa sababu ya hayo maagano wazazi wetu, na mengine sisi wenyewe kwa kujua au kutojua. Kristo amerejea, tunafunguliwa ufahamu. Shetani na waganga wa kienyeji, mawakala wake, wamefungwa, wako jela. Ukiamua kwa sasa, nguvu yao haina nafasi. Ndio maana ya mpenyo, kwamba ni lazima tupenye. Ndio maana tunaamuru hapo. Wanatoa sababu kwamba chale, kwamba sisi ni wadhambi. Sawa, sisi ni wadhambi. Kristo amerejea. Lengo na kusudi ni ondoleo la dhambi, tumekubali. Kwa wao lazima watu achilie, ndio maana ya kupenya. Kwa lazima uamue wewe moyoni mwako. Umia na hiyo hali unaopitia, mtu wa Mungu. Umia. Chukia hiyo hali. Umaskini ni roho. Magonjwa ni roho. Leo Yesu ambaye ni Kristo amerejea ukoo mpya. Hauna magonjwa. Hakuna umaskini. Ndio maana tuko hapa, tunalazimisha, lazima tupenye. Nani anayekuzuia? Nani anayezuia mipango yako? Ni nani huyo? Hayo mamlaka anayapata kutoka wapi? Leo. Hayo mamlaka anayapata kutoka wapi? Ya kukuzuia wewe usipate ajira. Hayo mamlaka anayapata wapi? Ya kuzuia wewe usiwe na amani kwenye ndoa. Hayo mamlaka anayapata wapi huyo?